Hivi ushawahi kujiuliza kwa nini kuna watu wawili wanaweza kuanzisha kitu kwa pamoja, lakini baada ya miaka kadhaa, mmoja akafanikiwa na mwingine akabaki vile vile. Watu wengi husema labda ni connection, wengine husema labda ni bahati, lakini ukweli ni kwamba kabla mafanikio yako hayajaonekana nje, ni lazima uwe umeshayaamini ndani ya akili yako. Ndio maana leo nataka nikuonyeshe akili ambayo watu waliofanikiwa huijenga. Sio kwa sababu inawafanya washinde kila mara, bali ni kwa sababu inawapa nguvu ya kuendelea hata pale wanapokutana na changamoto. Kwa sababu kabla haujataka maisha yako yabadilike, ni lazima kwanza ubadilishe namna unavyojiona ndani yako. Hatua ya kwanza, watu waliofanikiwa wanaamini kwamba wanaweza kujifunza kitu chochote kile. Tofauti kati ya wewe na watu waliofanikiwa, wewe unapokutana na changamoto, unakimbilia kujiambia maneno ya kukatisha tamaa. Mimi siwezi, labda hii sio kwa ajili yangu, labda nijaribu kitu kingine, na mwisho wa siku hauangalii hiyo situation inakwambia ujifunze kitu gani. Lakini watu waliofanikiwa wanapokutana na situation hukaa chini na kujiuliza, natakiwa nijifunze nini ili next time niwe bora zaidi. Wanaamini kwamba uwezo unajengwa kwa kujifunza, na kukosea ni mojawapo ya njia ya kuwa bora zaidi ulivyokuwa jana. Hatua ya pili, wanachukua jukumu la maisha yao. Hakuna akili ambayo inayoweza kubadilisha maisha yako kama hii. Watu wengi wanatafuta mtu wa kumlaumu kuhusu maisha yao. Wanalaumu serikali, wanalaumu mazingira. Nipo hapa kwa sababu serikali yangu haitoi ajira. Nipo hapa kwa sababu nimezaliwa kwenye familia isiyokuwa na uwezo. Lakini watu waliofanikiwa hujiuliza, naweza kuchukua hatua gani iliyopo ndani ya uwezo wangu? Sio kwa sababu maisha ni rahisi kwao, bali ni kwamba wameamua kutoruhusu mazingira yaamue maisha yao. Na siku ambayo utakayoanza kuwajibika na maisha yako, ndiyo siku ambayo utakayopata nguvu ya kuweza kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo, acha kuwalaumu watu kuhusu maisha yako. Chukua hatua moja leo ambayo utakayoweza kuifanya. Baada ya miaka kadhaa, maisha yako lazima yatakuwa yamepiga hatua. Usikae na kusubiri mpaka mazingira yako yabadilike. Anza na hatua moja leo. Hatua ya tatu, watu waliofanikiwa wanachukua hatua hata kama wakiwa wanaogopa. Kama umekaa na kusubiri mpaka siku ambayo utakayokuwa na kila kitu, siku ambayo utakayokuwa na 100% confidence, siku ambayo kila kitu kitakuwa sawa, siku ambayo utakayokuwa na pesa nyingi, ngoja tu nikwambie ukweli, hiyo siku inaweza isifike. Unatakiwa uchukue hatua hata kama ukiwa unaogopa. Watu waliofanikiwa sio kwamba hawana hofu, bali ni kwamba hawaruhusu hofu iamue maisha yao. Wanachukua hatua hata kama wakiwa wanaogopa, wanachukua hatua hata kama hakuna watu wanaowaamini, wanajiamini wao wenyewe, na hiyo peke yake inatosha, kwa sababu confidence inajengwa kwa wewe kuchukua hatua. Kila unapochukua hatua, unaweka ushahidi kwenye akili yako kwamba unaweza kujifunza na ukawa bora kuliko ulivyokuwa jana. Ujasiri sio kutokuwa na hofu. Ujasiri ni kusonga mbele licha ya hofu ulionayo. Usiache hofu iamue maisha yako. Songa mbele. Hata kama hakuna anayekupigia makofi, jipigie makofi wewe mwenyewe na wengine watafuata. Hatua ya 4, watu waliofanikiwa wanajua kwamba kushindwa ni sehemu ya safari. Watu wengi wanaposhindwa kwenye kitu wanaona kama ndo mwisho wa safari, lakini watu waliofanikiwa wanaona kama feedback.
Kwa hiyo kama umeanzisha biashara au umeanzisha kitu fulani na haujapata matokeo yale ambayo uliyotarajia, usikimbilie kujiambia maneno kukatisha tamaa. Badala yake kaa chini na ujiulize, natakiwa niboreshe kitu gani ili biashara yangu iweze kukua. Chukua failure kama somo, na kila somo linakupeleka karibu na mafanikio yako. Jifunze kuwa, endelea kuboresha, usikate tamaa kwa sababu tu umeshindwa sehemu fulani. Hatua ya 5, watu waliofanikiwa wanajilinganisha na jana, sio na watu wengine. Kuna msemo unasema, comparison is a thief of your joy. Kila unapojilinganisha na mtu mwingine, unakuwa unaona tu kile ambacho wewe hauna. Unashindwa hata kujivunia kwa kile kidogo ulichokuwa nacho. Kwa hiyo acha kujilinganisha na mtu ambaye yupo hatua ya 100 wakati wewe upo hatua ya 5. Watu waliofanikiwa hujiuliza, leo nimeboresha kitu gani ambacho jana sikuwa nacho? Leo nina confidence ambayo mwaka jana sikuwa nayo. Leo nina ujuzi ambao hapo mwanzoni nilikuwa sina. Hii ndiyo competition ya kweli, ya wewe kwa wewe, sio wewe na watu wengine. Kwa sababu lengo sio wewe kuwazidi watu. Lengo ni wewe kuwa bora kuliko ulivyokuwa jana. Kama utaniuliza ni akili gani muhimu kuliko zote, nitakujibu, usisubiri maisha yako yabadilike ndipo uanze kubadilisha akili yako. Anza kubadilisha akili yako na maisha yako yatafuata, kwa sababu kila mafanikio unayoyaona duniani leo yalianza kama wazo, yalianza kama uamuzi, yalianza ndani ya kichwa cha mtu. Kwa hiyo usikatae uwezo wako kwa sababu tu haujaona matokeo unayoyataka. Jenga akili ya mtu ambaye unayetaka kuwa. Anza kuchukua responsibility ya maisha yako. Anza kuchukua hatua, anza kujifunza, na ukifanya hivyo consistency, baada ya muda utageuka nyuma na kugundua kwamba uamuzi wa muhimu uliowahi kuufanya ni uamuzi wa kubadilisha akili yako, kwa sababu siku ambayo utakayobadilisha namna unavyojiona, dunia itaanza kukutendea tofauti. Kama umejifunza kitu kwenye hii video leo, usisahau kulike, kushare na rafiki yako, pia kusubscribe hii channel ili uweze kujifunza kila siku. I love you guys. Thank you for watching.